Na safu yetu ya uchambuzi. Makao makuu ya kanisa Katoliki duniani Vatican yako katika maandalizi ya mwisho ya maziko ya Papa Francis hapo kesho, huku mamia kwa maelfu ya waumini wakiwa katika kilele cha kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi wao mkuu aliyefariki Jumatatu wiki hii akiwa na umri wa miaka 88. Viongozi kadhaa wa dunia akiwemo Rais wa Marekani Donald Trump wamethibitisha kuhudhuria maziko hayo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Padri Innocent Miku, mishonari kutoka shirika la damu takatifu ya Yesu aliyoko mjini Vatican. Kwanza anaeleza hali ilivyo. Kwa sasa kinachofanyika katika viwanja hivi vya Vatikani ni watu kuendelea kuaga, na foleni ni kubwa sana. Kule kanisani kuna misa pia inaendelea katika kapela au altare za pembeni kwa ajili ya kuendelea kumwombea. Alafu hapo mbele ndipo kwenye jeneza lake Baba Mtakatifu, pembeni kuna maaskofu na makardinali wanaendelea kusali na mapadre na wale watu wa huduma mbalimbali ya kiafya. Hali ya usalama ikoje? Kwa sababu kuna taarifa kwamba kulikuwa kuna rabsha za hapa na pale. Kimsingi kwa upande wa ndani usalama ni mkubwa sana, kwa sababu maaskari wako wengi sana, na hata kwenye foleni kote watu wanapangwa na wanahakikisha mnaingia kwa usalama mkubwa. Juu kuna helikopta zinazunguka kuhakikisha kwamba usalama unakuwepo. Kwa sasa hivi kama hali ya usalama imeimarishwa vilivyo, zipo changamoto au mashaka katika utaratibu huu? Kuna idadi kubwa ya watu imeendelea kuingia hapo na wengine tayari wako hapo tangu asubuhi. Je, unadhani idadi yote ya watu watafaulu kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi wao? Sijui kama watafunga leo, pengine wengine wataweza kushindwa, ila waliowahi wakisha kaguliwa walioko ndani ya uwanja hawezi kuachwa bila kuendelea kutoa heshima zao. Sasa sijui kesho itakuwaje, ndipo watu pengine watakesha hapo. Naam, umezungumzia kuhusiana na kesho. Kesho ndio tunajua kwamba kiongozi huyo atapumzishwa. Taratibu za kiimani kwa sasa na maandalizi ya hapo kesho yako vipi, Padri Innocent? Taratibu za kiimani kwa kesho ni misa takatifu ambayo itafanyika katika uwanja huu wa Mtakatifu Petro hapa Vatican, na wameshatoa utaratibu watu ambao wataingia ndani huku kwenye viwanja. Mapadri wameambiwa wawe na ile kadi ya kutambulisha wewe ni padri kwa ajili ya kuweza kushiriki misa takatifu kama padri, na stola nyekundu. Na baada ya taratibu ya maziko, sasa mchakato wa kumpata papa mpya umeshaanza. Makardinali wote wapo wameshaingia, lakini mchakato wa kumpata papa mpya hautaanza ni mpaka huyu azikwe, na kama alivyochagua yeye atazikwa baada ya misa walivyoelekeza. Ndio msafara utaanza, atatipishwa katikati ya mji wa Roma katika mitaa hii mikubwa, alafu watazunguka kuelekea katika basilika hilo la Mtakatifu Bikira Maria Mkuu au Afya ya Warumi. Baada ya hapo sasa ndipo mchakato utakapoanza wa kwa ajili ya kumpata papa mwingine. Na huyo ni Padri Innocent Miku, mishonari kutoka shirika la damu takatifu ya Yesu aliyoko mjini Vatican, nilipozungumza naye kuhusiana na hali ilivyo pamoja na maandalizi ya maziko ya Papa Francis. Tunaendelea na safu yetu ya uchambuzi, ambapo vikosi vya usalama vya India hii leo vimeongeza msako dhidi ya waasi huko Kashmir baada ya watu 26 kuuawa kikatili mapema wiki hii katika eneo la Pahalgam. Tukio hilo limekuwa shambulio baya zaidi dhidi ya raia katika kipindi cha karibu miaka 20. Polisi na wanajeshi walivamia nyumba na misitu kusaka washukiwa, huku mkuu wa jeshi la India Jenerali Upendra Dwivedi na kiongozi wa upinzani Rahul Gandhi wakitembelea eneo hilo kukagua hali na kuwafariji waliojeruhiwa. Mwenzangu Thelma Mazaya ana taarifa zaidi.
Shambulio hilo limezua hasira kubwa India, na wengi wakishtumu nchi jirani ya Pakistan kuhusika kwa namna moja au nyingine, ama kwa kusaidia au kufadhili magaidi. India inasema raia wa Pakistan walihusika moja kwa moja, lakini serikali ya Islamabad imekanusha vikali tuhuma hizo. Kundi lisilojulikana sana liitwalo Kashmir Resistance limedai kuhusika, likisema lina hasira kuhusu watu kutoka nje kuhamia kwa wingi katika eneo hilo. Athari za tukio hilo zimevuka mipaka ya usalama na kuingia kwenye diplomasia na uchumi. India imesitisha mkataba muhimu wa kugawana maji na Pakistan uliodumu kwa muda mrefu, pamoja na kufuta visa zote walizopewa raia wa Pakistan. Kwa upande mwingine, Pakistan imefunga anga yake kwa ndege zote za India, kufuta visa za Wahindi na kuonya kuwa kuzuia maji ni sawa na tangazo la vita. Kiongozi wa upinzani nchini India, Rahul Gandhi, alipokuwa akizungumza akiwa ziarani katika hospitali moja mjini Srinagar, amesisitiza umoja wa kitaifa na kukemea lengo la magaidi. The idea behind what has happened. Lengo la waliotekeleza shambulio hilo ni kuigawa jamii, kuwafanya ndugu wapigane. Ni muhimu kila Mwindia kusimama pamoja kwa umoja ili tushinde kila ambacho magaidi walikuwa wanajaribu kukifanya. What the terrorists were trying to do. Wakati wa huo, hali ya mvutano imeongezeka mpakani baada ya wanajeshi wa India na Pakistan kurushiana risasi kwa muda mfupi katika eneo la mpaka. Hakuna aliyejeruhiwa, lakini tukio hilo limekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwaka 2021. Umoja wa Mataifa umezitaka pande zote mbili kujizuia na kutatua tofauti zao kwa njia ya mazungumzo ya amani. Ndani ya India, serikali imeanza kubomoa nyumba za watu wanaoshukiwa kuwa magaidi katika vijiji vya Mongama na Gure. Jamaa wa watuhumiwa wamelalamika kuwa kubomolewa kwa nyumba zao ni adhabu kwa familia nzima. Mtindo huu wa adhabu za jumla umekuwa wa kawaida katika maeneo yanayoongozwa na chama cha BJP cha Waziri Mkuu Narendra Modi, na umeibua mjadala mkubwa. Hisia za hasira zimeenea kwa pande zote mbili. Waandamanaji mjini Delhi walitaka hatua kali zichukuliwe dhidi ya Pakistan, wakisema wamevumilia vya kutosha. Wakati huo maandamano yalifanyika Muzaffarabad, mji mkuu wa Kashmir inayodhibitiwa na Pakistan, ambako walichoma sanamu ya Waziri Mkuu wa India na kulaani kusimamishwa kwa mkataba wa maji, jambo linalozua hofu ya ukame zaidi nchini Pakistan. Asante Thelma, na sasa ni wakati wa kutinga viwanjani, ambapo wikendi hii kuna mambo chungu tele yanayosubiriwa. Bruce Amani na Josephat Charo kutoka dawati la michezo wamezungumzia yote hayo kuanzia hapo Ujerumani na kwingineko. Na asante sana Hawa, na naungana na Charo hapa kwenye line ya simu. Charo, tuanzie hapa Ujerumani ambapo huenda tukajua rasmi bingwa wa Bundesliga wikendi hii. Vinara Bayern Munich wanashuka dimbani dhidi ya Mainz. Vincent Kompany na vijana wake wanahitaji nini ili kutawazwa mabingwa? Na nadhani calculator zinahitajika hapa. Asante sana Bruce. Nadhani Bayern lazima washinde pambano lao dhidi ya Mainz. Alafu waombe sana kwamba Leverkusen wapoteze pambano lao dhidi ya Augsburg nyumbani Bay Arena. Kama Leverkusen watapoteza, ina maana mwanya utatanuka zaidi hadi kufikia alama 11. Na hii itakuwa nafikiri ni vigumu sana kwa Leverkusen kuweza kurudi tena, tukizingatia kwamba hizi ni mechi za mzunguko wa 31. Kwa hiyo baada ya hapo itakuwa ni mechi ya 32, 33, 34 msimu ukamilike. Lakini kama Bayern watakwama Mainz, watoke sare, halafu Leverkusen washinde, basi itabidi sasa tusubiri, kwa sababu mwanya utakuwa umepunguka hadi kufikia alama 7 na alama 6 tuseme, itakuwa imerudi pale pengine 7 hapo. Halafu italeta shida kwa hizo mechi ambazo zimebaki 3, ambazo kama Leverkusen itashinda zote ni alama 9. Ina maana itabidi tusubiri sasa kuangalia matokeo ya hizo mechi nyingine. Sawa, tuna hapa Ujerumani, hali pia nchini England ni ile hasa katika kinyang'anyiro cha ubingwa. Liverpool anabeba ubingwa weekend hii na wanahitaji tu sare moja kati ya mechi zao 5 zilizobaki itakapocheza dhidi ya Spurs nyumbani. Kocha Slot amefanikiwaje hili katika msimu wake wa kwanza katika ligi ambayo wengi wanaielezea kuwa ligi ngumu sana, Charo? Liverpool nafikiri ilikuwa tayari na kikosi ambacho ni kizuri, na ule utulivu wa timu pia umemsaidia sana kocha huyu kuweza kuendeleza matokeo ambayo yalikuwa ni mazuri, ambayo yalikuwa yameshuhudiwa katika msimu pia ambao ulikuwa umepita.
na kama ulivyotaja, nafikiri kwa nafasi ambayo wamesimama Liverpool sasa hivi, uwezo ni mkubwa sana kwamba wanabeba Jumapili wakipata ushindi, nafikiri itakuwa ngoma imekwisha. Kwa sababu upinzani uliopo kati yao na Arsenal si mkubwa hivyo, hasa baada ya Arsenal kulazimishwa sare ya 2-2. Matumaini yalikuwa ni kwamba watajiimarisha na kujaribu kuwasogelea, lakini mambo yamekuwa magumu sana kwao. Nchini Hispania kuna kinyang'anyiro kikali kabisa, El Clasico, na ni awamu ya tatu. Katika awamu mbili za kwanza, Hansi Flick na vijana wake wa Barcelona waliwapiga Real Madrid mara mbili. Kwanza katika dimba la Santiago Bernabeu mabao 4-0, na kisha kule Saudi Arabia mabao 5-2 katika kombe la Super Cup la Uhispania. Hii mara ya tatu Ancelotti tumbo joto kama Hansi Flick atafanikiwa kuwapiga tena Real Madrid, na uwezo wanao, basi atakamilisha mzunguko wa 3 wa kuipiga Madrid mfululizo, kitu ambacho lakini Madrid hawataki kubali. Na pia katika soka la kiwango hiki cha finali ya Copa del Rey ni ngumu sana kwa Barcelona nafikiri kuweza kupata ushindi tena dhidi ya Real Madrid. Nadhani Barca ndio ambao watakuwa na pressure kubwa sana katika pambano hili, lakini kwa upande wa Madrid inabidi wawe makini sana ili waweze kushinda na kutoa kombe hili. Akipigwa Ancelotti katika pambano hili na Hansi Flick, matumaini yake ya kuendelea kukaa katika Real Madrid nafikiri ndio yatakuwa yanazidi kufifia kabisa Bruce. Huyo ni mwenzangu Bruce Amani pamoja na Josephat Charo wakikupa dondoo za yale yanayoendelea katika ulimwengu wa soka.